Mtazamaji, na kama kawaida, hebu sasa tumalizie na Mizengwe, makala ambayo yanakujia kila siku ya Jumamosi ya kila wiki na kuandaliwa na mwanahabari wetu James Mwangi. Katika makala ya Mizengwe wiki hii, habari zenu? Kwa jina naitwa Calvin Okoth. Ndio wanajua sana ni Pastor Gaucho. Kuteuliwa kwa Calvin Okoth almaarufu kama Gaucho katika bodi ya hospitali ya Mama Lucy kumezua mjadala mkali katika mitandao ya kijamii. Mjadala huu ukishamiri chapisho zenye picha na maandishi ya jinsi angekabiliana na hali halisi hospitalini, wengi hata wakitengeneza video za AI zilizoonyesha madai kuwa hana uelewa wa masuala ya matibabu. The latest study shows a significant reduction in viral load when combined with our current first line therapy. Bwana, watu si wajinga bwana. Lakini katika mjadala huu, Seneta Cherargei yuko hapa kumtetea Gaucho, akidai kuwa hata Gavana Sakaja ambaye ndiye aliyemteua Gaucho hana elimu ya juu na tayari yeye ni gavana. Gaucho was nominated by the distinguished governor, but I was wondering, why are people complaining about Gaucho? The allegation has it the Nairobi governor does not have academic qualification of a degree. Haya basi, tugeukie mengine. Mwakilishi wadi wa Runyenjes ya Kati Steve Simba alijipata pabaya alipojaribu kukosoa utendakazi wa viongozi mashabiki wa serikali ya Rais Ruto. Kazi ya mbunge si kwenda kutetea serikali, ni kutetea wale watu walikuchagua. No, I'm saying to everyone. Na katika mapambano haya ya kisiasa, chama cha ODM kinaonekana kuwa na mengi ya kushughulikia. Kuna wale wanaojitahidi kukabiliana na viongozi wa upinzani. Sasa mtu kama Rigathi anatupigia kelele kila siku, anasomea ODM kila siku, anataja jina ya Dr. Oburu, Wanga, sijui Junet. Yule mtu chama yake hata haitoshi branch ya Migori. Wengine wanaonekana kukerwa na wanaoendeleza baadhi ya viongozi wa UDA. Our broad based partners, mtusikize vizuri. Sisi watu wa ODM kwa heshima ya baba, mtuheshimu tafadhali, kwa sababu tumewapatia heshima. Ila Seneta Oburu Oginga, ama ukipenda youth leader, ameonekana kujitwika jukumu la kurekebisha kina Sifuna. Chama haiwezi kuwa na chaos na upuzi na watu kujadiliana leo, kila mtu anasema vyake huko, kila mtu anasema yake huko. Haya, tumalizie na burudani kutoka kwa seneta huyu wa Nyandarua John Methu, ambaye wengi wanamjua kwa kuwakosoa wale wanaounga mkono serikali, ila mara hii aliamua kuwasilisha ujumbe wake kupitia wimbo. Wasaliti wote tumeamua, wasaliti wote tufagili, Fagia Kasongo tumeamua, wasaliti wote tufagili, Fagia Kendeke. James Mwangi, makala ya Mizengwe.